Nilianza changamoto nikiwa la 7. Nikiwa darasa la 7 mwezi wa 6 hivi. Nakaribia kufanya NECTA. Ndio mara yangu ya kwanza kabisa kupata matatizo misuli yaanza kukaza. Nilipopata matatizo ya misuli kukaza, ikanipelekea baadaye ikawa siendi shule. Ikawa natibatibiwa mpaka Mungu akasaidia nikafanya mtihani wa la 7 nikafaulu. Nilipofanya mtihani wa la 7 nikafaulu, ikatokea nikahamishwa shule. Sikusoma tena Morogoro mjini. Nikapelekwa shule ambayo ipo Ifakara wilaya Mlimba inaitwa Mbingu Sekondari. Ndio nikaenda kule kusoma mpaka form 4. Nilipomaliza form 4 tu nasubiri majibu kutoka. Yaani kama wiki kama mwezi yani majibu tu hivyo, yani majibu kama yakataka kutoka mwezi tu nikapata tena tatizo la kukosa nguvu mwili mzima. Sasa mara ya pili nilirudi nikakosa nguvu mwili mzima. Hawezi kutembea, hawezi kusimama, wala hawezi hata kukaa kwa muda mrefu. Ndoto zake na mipango yake yote aliyoipanga unaweza sema imezimika kama mshumaa. Huyu ni Meshaki Daniel, kijana ambaye maisha yake yamekutana na vikwazo vingi. Mwili huu unaomwona nao hapa haukuwa hivi. Alikuwa na afya yake nzuri kabisa, lakini alipokaribia kufanya mtihani wa darasa la 7, alikumbwa na hali ya ghafla ya mwili kuishiwa nguvu na kudondoka chini hadi kumpelekea kwa sasa kushindwa kufanya kitu chochote. Amekuwa ni mtu wa kulala tu. Hapa anaeleza mengi kupitia Families Media. Jina langu ni Sabitina Ali. Karibu. Kwa majina naitwa Meshaki Daniel Silanda. Mimi ni mtoto wa kwanza katika familia. Pia nasumbuliwa na matatizo ya uti wa mgongo ulikuwa unanisumbua. Wanasema spinal cord hospitali. Kwa hiyo nahitaji matibabu ya juu zaidi kwenda hospitali ya Dodoma. Niliambiwa niende Dodoma. Kwa hiyo jinsi nilivyoanza kuumwa, nilianza changamoto nikiwa la 7. Nikiwa darasa la 7 mwezi wa 6 hivi. Nakaribia kufanya NECTA. Ndio mara yangu ya kwanza kabisa kupata matatizo misuli yaanza kukaza. Nilipopata matatizo ya misuli kukaza, ikanipelekea baadaye ikawa siendi shule. Ikawa natibatibiwa mpaka Mungu akasaidia nikafanya mtihani wa la 7 nikafaulu. Nilipofanya mtihani wa la 7 nikafaulu, ikatokea nikahamishwa shule. Sikusoma tena Morogoro mjini. Nikapelekwa shule ambayo ipo Ifakara wilaya Mlimba inaitwa Mbingu Sekondari. Ndio nikaenda kule kusoma mpaka form 4. Nilipomaliza form 4 tu nasubiri majibu kutoka. Yaani kama wiki kama mwezi yani majibu tu hivyo, yani majibu kama yakataka kutoka mwezi tu nikapata tena tatizo la kukosa nguvu mwili mzima. Sasa mara ya pili nilirudi nikakosa nguvu mwili mzima. Ikanipelekea kukaa chini takriban kama mwaka mmoja na miezi 8 au 9 mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hii hali ndio ikanikuta hivyo nilipokuwa form 4, ikanipelekea kuwa hivyo. Kwa mpaka sasa hivi tunahangaika, lakini nahitajika kwenda kwenye mashine kubwa ya MRI ili kupata vipimo vikubwa. Amesema kwenda kuchunguza vizuri uti wa mgongo. Maana yake mwanzo nilikuwa nashindwa hata kukaa hivi kuongea. Maana yake nimetibiwa mpaka sasa hivi ndio hivyo naona nimepata nguvu naweza kukaa kuongea mwenyewe. Maana yake hata kuletwa kwenye huku kutoka Mbingu huko nilipokuwa nasoma mpaka huko ilibidi tu nibebwe tu na mtu msalama. Mtu tu alinisaidia akanileta huko, alikuwa rafiki yangu tu. Ndio akanipa msaada akanileta huko. Sasa kunileta huku ndo gharama zimekuwa kubwa na familia pekee yao haiwezi. Kwa hiyo nahitaji msaada. Sawa, kwa ina maana hali ambayo ulitoka nayo ukiwa shule ilikuwa sio kama hali hii ambayo na sasa hivi. Hali niliyotoka nayo shule nilikuwa siwezi hata kukaa, nilikuwa na hali mbaya sana. Nilikuwa hata nashindwa kujielezea kuweza kujielezea kwa kazi. Nilikuwa na kwikwi, mgongo ulikuwa pingili zilipishana. Kwa hiyo nilikuwa nashindwa kukaa, wanasema pingili zilipishana pale. Zilikuwa yani uti wa mgongo, mawasi yangu kutoka kwenye mgongo kuja chini akafanya kazi.
Sawa, na vipi kwa upande kusimama? Kusimama siwezi kwa sababu miguu haina nguvu. Miguu haina nguvu kwa sababu walivyonitibia hizo hospitali za kawaida wameniambia natakiwa niende kwenye kipimo cha MRI ili wakaangalie shida. Kama wanasema kuna nyuzi zinazotoka kichwani kwenye mfumo wa fahamu kwenda kwenye kiuno, kwenye nyonga kwenda kusambaza ni usijui umeme mkubwa wanasema wa mwili. Yanatakiwa wakachunguze kwenye mashine ya MRI. Hiyo mashine ipo Dodoma. Na kiasi ambacho mliambiwa kwa ajili ya hicho kipimo? Kiasi hakiwekwa wazi. Kiasi hakiwekwa wazi kwa sababu ilikuwa si wenyewe tulienda kama kujua kiasi, lakini hatukuambiwa kwa sababu tulienda hospitali ile walituambia sisi tunaweza tukawapa rufaa ya kwenda tukawasaidia rufaa, lakini kiasi kwa kweli hatukuambiwa. Sawa, pole sana. Asante. Na ni changamoto zipi sasa ambazo sasa hivi unazipitia hapa? Changamoto kubwa ya kwanza kwa kama vile narudisha maendeleo nyuma ya familia. Hiyo ndio changamoto kubwa sana. Unajua inatokea kama vile yani kama vile ikatokea familia ikashindwa labda kufanya kitu kwa ajili yako, kwa sababu tunajua familia imehangaika sana, watu wamekusaidia sana, kuna wakati watu wanakufa moyo. Kwa hiyo inahitaji lifanyike jambo la kuonyesha kitu kinaendelea, sio tena kusimama. Kama tumefikia sasa inaweza kukaa lifanyike jambo yani kwa uwezo mkubwa. Niweze tena kutoka hapo kwenye kukaa kama hivi nimeweza kukaa, niweze tena kutembea. Baba mzazi wa Meshaki hapa anaeleza namna walivyopambana wao kama familia kuhakikisha kwamba Meshaki anapata huduma ya afya ili kurudi katika hali yake ya mwanzoni. Mimi naitwa Daniel Yohana Silanda. Kwa hiyo alisoma mpaka darasa la 7. Ilipofikia imebaki kama mwezi mmoja kumaliza mtihani kumaliza shule ya msingi darasa la 7, ndio shida ilianza ya misuli. Kwa hiyo ilifika wakati mpaka walipoanza mitihani tulikuwa tunambeba tunampeleka darasani kwenda kufanya mtihani na kumrudisha nyumbani. Kwa hiyo alipomaliza hivyo baadaye tukaendelea na matibabu akaimarika akawa na uwezo wa kutembea mwenyewe, na matokeo yalipotoka akapangiwa sekondari ya Mgulasi. Lakini tulifanya uhamisho tukampeleka kwenye halmashauri ya Mlimba wilaya ya Kilombero kwenye kijiji cha Mbingu. Kwa hiyo tukampeleka kwenye sekondari ya Mbingu sekondari. Alianza kule form 1 mpaka form 4 akafanya mtihani wake. Japo alikuwa ana shida, lakini ilikuwa ni mwili wenye imara na wenye afya. Kwa hiyo alipomaliza tu, wakati tunasubiri matokeo, na matokeo yalipotoka mwezi mmoja hali ikabadilika. Akaanza kujisikia misuli inamuuma. Mimi huwa nilikuwa naishi hapa Morogoro mjini, mimi nilikuwa naenda Mbingu na kurudi kwa sababu familia yangu iko kule. Mke wangu yuko kule na mtoto mwingine anasoma kule. Kwa hiyo wakati tunasubiria baada ya matokeo kutoka, ndipo hali ile ikampiga. Ilipompiga ilianza kama mwezi wa 4 hivi. Baadaye tukaenda mwezi wa 5, wa 6 hali ikawa mbaya zaidi. Mwezi wa 7 hali ndio ikawa mbaya zaidi, ikabidi nimwambie msafirisheni huko, mleteni huko. Kwa hiyo walimsafirisha tarehe 28 mwezi wa 7 wakamleta mjini, nikampokea, ndio tukaanza. Hospitali yetu ya kwanza tulipomleta hapa tulimpeleka pale Hakimi Kola. Kwa hiyo tulipompeleka pale walienda wakamwangalia, wakampima pressure, na wakati alikuwa na hali ngumu sana kwa sababu kuhema alikuwa hawezi, ilikuwa ni kama quick. Kwa hiyo walitushauri kwamba huyu hawezi kutibiwa hapa, labda apelekwe Benjamin Mkapa Dodoma au Muhimbili. Tuliporudi kutokana na hali hiyo tukajichanga, tukaona bado mambo magumu, lakini tuliendelea na matibabu. Hapa tukaendelea na matibabu huku tukiwa na wasamaria wema wanatusaidia. Basi hali ile ikaanza kubadilika. Kule kuwaka mwili mzima na kuhema kwa shida ikaanza kupungua, baada ya kwenda kugundua kwamba shida ilikuwa ni kukauka kwa madini yote mwilini na kubaki dini moja la wanga.
madini yote yaliisha. Kwa hiyo tulipoanza kupata matibabu, baadaye akaanza kuimarika, kwikwi kaondoka, kuwaka kwa mwili kwa sababu mifupa ilikuwa tulali, ilikuwa tunamchua. Kwa hiyo lile nayo likaisha. Kwa hiyo hata ile maana alikuwa hawezi kukaa mwenyewe, ilikuwa ni lazima unapokaa awe na namna ya kumwegemeza. Lakini sasa hivi anaweza kukaa, kilichobaki tu mwili umekosa nguvu, hana uwezo ule wa kusimama au kutembelea mkongojo. Mtazamaji, Meshaki anatamani kurejea katika hali yake ya kawaida ili aweze kutimiza ndoto yake, na kwa sasa kinachohitajika ni pesa za matibabu. Hapa familia hii inaomba kwa watu wote wanaotazama habari hii kuwasaidia ili Meshaki aweze kupata matibabu. Tunawaomba wale watazamaji na watakayosikia na kuangalia, tunaomba msaada wao. Sasa hivi toka mwezi wa 6 mwaka juzi, huyu bwana alipoanguka chini, maana alikuwa anatembea mwenyewe, anaendesha baiskeli. Kwa hiyo alipoanguka mwenyewe mwezi wa 7 wenyewe ndio nikamleta huku, ndio toka sasa hajaweza kunyanyuka. Kwa hiyo tunategemea msaada wa Wasamaria wema watakaoguswa. Sisi tuko tayari kupokea, na Mungu wa mbinguni tunaomba awaguse na tutashukuru sana. Na umetuelezea kwamba hii hali ilimkuta kipindi akiwa katika umri mkubwa. Je, alipozaliwa hamkugundua kuwa ana changamoto yoyote ya kukaza misuli? Kwa kweli alipozaliwa tatizo lile halikuwepo kabisa. Toka alipozaliwa amemaliza hatua zote za kimatibabu, kama ni chanjo na kila kitu, ilikuwa anatembea vizuri mpaka akasoma chekechea, baadaye akaanza darasa la kwanza. Ilipofika tu darasa la 7, imebaki mwezi mmoja afanye mtihani wa darasa la 7, shida ndio ilianza pale. Ilianza pale, misuli kaanza kumshika, na mpaka ilipofika siku ya mtihani, ilikuwa tunambeba na usafiri, tunampeleka, anaenda anafanya mtihani, anarudi. Ule tunamfanya siku zote 3, alipomaliza ndio tukaendelea pia na matibabu. Lakini baadaye akaimarika kidogo, aliyekuwa na uwezo wa kutembea mwenyewe, japo miguu ilikuwa ni kama anaiburuza, lakini ilikuwa anatembea mwenyewe, na ndio hiyo iliyomsaidia akasoma mpaka kuanzia form 1 mpaka form 4, na tulikuwa tunategemea kwamba aendelee na masomo. Kwamba mwaka huu ndio kwamba tulitegemea amalize form 6. Kwa hiyo hili jambo ndio likaja likampiga, lakini kwa kweli kuanzia form 1 mpaka form 4 ilikuwa na uwezo wa kutembea mwenyewe na uwezo wa kuendesha baiskeli, na alikuwa na afya nzuri, na tofauti na sasa hivi mnavyomuona. Kwa hiyo alikuwa tunaendelea na matibabu, lakini ilikuwa ni halikumwangusha kama sasa hivi lilivyomwangusha na kumkausha kwa viwango hivi. Na vipi sasa kwa upande wa hapa unapoishi, umepanga ama? Hapa nimepanga. Hapa nimepanga. Kwa kweli mji wangu huko Mbingu Ifakara, halmashauri ya Mlimba kule, ambapo yuko mke wangu pamoja na mtoto wa kike Esther anaosoma shule ya msingi pale Mbingu. Ina maana hapa mmekuja kwa ajili ya kupata matibabu ya karibu? Hapa tuko kwa ajili, kwanza kabla hatujahama kwenda Mbingu tulikuwa tunaishi hapa. Kwa hiyo tatizo lilipotokea tukaona ni vyema tukawepo hapa, tuwe na urahisi wa kumpeleka kwenye huduma kuliko kutoka Ifakara na kumleta huku mjini. Sawa. Na ulitueleza ya kwamba hali yake alikuwa na hali nzuri, mwili mzuri, lakini ilikuwaje mpaka akaanza kuzoofika mwili namna hii? Kuzoofika mwili namna hii, shida ilianzia pale misuli ile ilipomshika na akawepo chini nyumbani. Akawepo pale chini nyumbani. Kwa hiyo kule Mbingu, akiwa Mbingu kule, shida hii ndio kumbe alipoanguka tu chini kawa hawezi kutembea tena. Ndio ni kama wale waliotueleza wale, ni kama yale madini yaliondoka yote yakabaki wanga tu, na ndipo akaanza kukauka hivi. Kwa hiyo huyu mtu alikuwa mnene. Alikuwa mnene, yani ukiangalia leo utamshangaa, alikuwa mnene. Kwa hiyo ile ilipomwangusha chini tu ndio na yale madini yote yaliondoka,
na madini yale yalipoondoka. Ndio maana nilitolea mfano sawa, madaktari walitueleza ni sawa na kukata tawi bichi kipindi cha jua kali na kulitupa chini, linaanza kunyauka, limekosa mawasiliano ya lishe. Kwa hiyo madini yale yaliondoka mara tu misuli ilipomshika na kuanguka chini, akawa ni mtu wa kubebwa. Kwa hiyo ndio kuanzia pale mpaka sasa ndio akawa ana hali ya namna hii. Sawa, na mtazamaji anakutazama, umtaje namba zako za simu na jina linalotoka kwa ajili ya msaada zaidi. Naam. Namba zangu za simu ni 0785 66 76 54. Majina yanayotoka ukiingia kwenye kutuma kwenye Airtel Money au kwenye mtandao wowote, yatatoka majina Daniel Silanda. Majina yatatoka Daniel Silanda. Namba ni 0785 66 76 54. Asante.